hasa miendo niliyokuja swala la kutaka kubadilisha cheti, lakini pia nilipata kigugumizi kidogo kwamba cheti changu pia taarifa zake zilipotizamwa ikaambiwa kwa haraka hazijaonekana kwa hapa mpaka zitumwe makao makuu. Kwa hiyo ina maana nimepata uporo wa huduma, kwa sababu ndo mpaka nije naambiwa Jumatatu nije nisikilize. Inawezekana likawa jepesi, inawezekana kidogo likawa na uzito, lakini kwa maeneo mengine naona yote nilipokwenda kule huduma ziko vizuri. Nimeridhika kusema la ukweli kwa huduma nilizopata. Kwa mfano nimekwenda kwenye watu wa ardhi, nimepewa huduma nikatosheka, sina kiu kwa kweli. Rais amefanya jambo la busara na ameona mbali kwa kweli, kwa sababu kwa kweli kuna matatizo mengi ndani ya jamii ya watu kupata haki zao. Kwa hiyo tuamuomba rais kwamba hili jambo alilolifanya ni zuri na aendelee kulidumisha hili jambo, lakini pia tuna maombi kwamba kwa kesi ya usajili wa ardhi na kesi ya mirathi kupitia Kamisheni ya Wakfu, watu wengi washapata mwamko kuhusiana na umuhimu wa kurithi kupitia taratibu za kisheria na pia kusajili ardhi, lakini kwa kweli hali ni ngumu, mfumo wa malipo umekuwa kidogo, ni twaomba ulainishwe. Nimekuja kupata vyeti ya watoto, lakini jana nilipata kimoja na leo nategemea kupata kimoja. Kiasi fulani nasaidia pakubwa tu, manake mimi cheti changu kimoja cha mtoto wangu ana miaka 13 sijakipata. Hivi ndio nategemea kukipata leo. Kwa jina naitwa Tariq Abdallah Kasim, ni kadhi wa wilaya ya Chake Chake. Nitangulize kwanza shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, kwa kuanzisha kampeni hii ya msaada wa kisheria ambayo kwa kweli imeweza kutoa msaada mkubwa sana kwa wananchi wetu katika mambo mbalimbali yanayohusu jamii. Kiukweli katika siku hizi ambazo kampeni imeanza katika mkoa wa Kusini Pemba, kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kupatiwa utatuzi. Moja kati ya hayo ni masuala ya ubadilishaji wa kijinsia, masuala ya vyeti vya kuzaliwa, lakini vile vile yako masuala ya ardhi ambayo haya ni katika maeneo makubwa yaliyoibuka tangu kampeni hii ianze katika eneo hili la mkoa wa Kusini Pemba. Na napenda tu kusema kwamba tangu tumeanza basi wananchi wamejitokeza kwa wingi sana, na malalamiko hayo yameweza kutolewa mwongozo wa kisheria. Kuna ambao wameweza kupata utatuzi wa moja kwa moja, kwa sababu tunao wanasheria katika eneo hili wakiwemo mawakili, mahakimu, makadhi, lakini vile vile na wadau mbalimbali wa kisheria kama jeshi la polisi na wengineo. Toe wito kwa wananchi waendelee kujitokeza, kwa sababu bado siku za kampeni zinaendelea mpaka kufikia tarehe 14 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2023 ili waweze kuhudumiwa.